Na msikilizaji wa Gray Simulizi, karibu katika mwendelezo wa simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Gwaride la Mwisho, na hii ikiwa ni sehemu ya 3 ya simulizi hii. Nikuombe usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi. Utakuwa nami Gray Simulizi mwanzo mpaka mwisho wa sehemu hii ya 3. Usiku huo Baraka hakurudi nyumbani akiwa na amani moyoni. Maneno ya Kapteni Kesi yalikuwa yakimzunguka kila dakika. Baadhi ya kumbukumbu hazipaswi kufufuliwa. Lakini kadri alivyoyatafakari yale maneno, ndivyo hamu yake ya kujua ukweli ilivyozidi kuongezeka ndani ya moyo wake. Kwa nini mzee huyu aliogopa shajara ile? Kwa nini alificha kwa miaka yote? Na Operation Tumaini ilikuwa ni nini hasa? Hayo yalikuwa ni maneno ya Baraka alikuwa yakitafakari kichwani na kujiuliza. Asubuhi iliyofuata Baraka alimkuta Kapteni Kesi akiwa amekaa chini ya mti wa muembe nyuma ya nyumba yake. Alikuwa ameshika kikombe cha chai, lakini macho yake yalikuwa yametazama mbali, kana kwamba alikuwa akiona dunia ambayo hakuna mwingine aliyoweza kuiona. Baraka alimsogelea polepole. Shikamoo Kapteni. Marahaba askari. Kapteni alitabasamu, lakini tabasamu hilo lilidumu kwa sekunde chache tu. Ghafla uso wake ukabadilika. Alimtazama Baraka kwa makini. Wewe si Baraka? Baraka akashangaa. Basi wewe ni Juma, alisema Kapteni Kesi. Juma amepata risasi begani, sivyo? Baraka hakujibu. Kapteni aliendelea. Usiogope, nitakurudisha kambini. Hakuna askari ninayemwacha nyuma. Machozi yakaanza kumlenga-lenga. Alikuwa amehamia tena kwenye kumbukumbu za zamani. Baada ya dakika kadhaa alipepesa macho. Baraka. Ndiyo Kapteni. Mbona umekaa kimya? Baraka alitabasamu kwa huzuni. Hakuna kitu. Ndipo alipoelewa kwa mara ya kwanza uzito wa ugonjwa wa Democtian. Mwili wa Kapteni ulikuwa hapa kijijini, lakini akili yake ilitembea kati ya miaka ya sasa na vita vya zamani. Siku hiyo mchana, Baraka aliamua kwenda kwa Babu Msuya. Babu huyo aliyekuwa mmoja wa wazee wachache waliomfahamu Kapteni kabla hajastaafu. Walikaa kwenye baraza la nyumba huku upepo ukitikisa miti ya minazi. Babu. Ndiyo mwanangu. Operation Tumaini ilikuwa ni nini? Babu Msuya alinyamaza. Uso wake ukawa mzito kidogo. Ni nani amekwambia jina hilo? Nimeliona kwenye picha. Babu alivuta pumzi ndefu. Kumbe bado kuna watu wanaolikumbuka. Alitazama angani kwa muda mrefu, kisha akaanza kusimulia. Miaka 35 iliyopita kulikuwa na mapigano makubwa karibu na mpaka wa nchi. Jeshi lilipokea taarifa kwamba mamia ya raia waliokuwa wamezingirwa na waasi. Kulikuwa na wanawake, wazee na watoto wadogo. Kikosi kilichopewa jukumu la kuwaokoa kiliongozwa na Kapteni Kesi. Baraka alisikiliza bila kupepesa macho, lakini kulikuwa na tatizo. Njia pekee ya kuwafikia ilipitia eneo lililotegwa mabomu. Askari wengi waliamini ilikuwa ni misheni ya kujiua. Walirudi? Babu akatikisa kichwa. Hapana, Kapteni alisema jambo moja tu. Babu akainama kidogo.
Kisha akatamka kwa sauti nzito, kama sisi hatutaenda, wale watoto watakufa. Baraka alihisi mwili wake kusisimka. Waliondoka usiku. Hakuna aliyejua kama wangerudi. Mpaka leo hakuna aliyewahi kueleza kilichotokea kule. Kilichojulikana ni kwamba walifanikiwa kuwaokoa karibu raia wote, lakini zaidi ya nusu ya askari wale walifariki. Baraka alimeza mate, na Captain alirudi akiwa amejeruhiwa vibaya. Kuanzia siku hiyo hakuwahi kuzungumza kuhusu operation hiyo tena. Baraka alirudi nyumbani kwa Captain akiwa na mawazo mengi. Alimkuta mzee huyo akifua sare yake ya kijeshi kwa umakini mkubwa, kana kwamba kesho angevaa kwenye gwaride rasmi la taifa. Captain, ndiyo, kwa nini bado unazifua sare zako? Captain alitabasamu. Mwanajeshi hastahili kuonekana mchafu, hata kama hakuna anayemwona. Jibu hilo lilimuingia Baraka moja kwa moja moyoni. Usiku ulipoingia, hali ya Captain ilibadilika ghafla. Alianza kupiga kelele akiwa usingizini. Ificheni mabomu haraka! Aliruka kutoka kitandani, akaanza kutambaa sakafuni, akihema kwa nguvu sana. Baraka aliyekuwa amelala chumba cha wageni alikimbilia ndani. Alimkuta Captain akitembea akitetemeka. Moshi! 1, 2, 3, watoeni watoto kwanza! Alikuwa akiamuru askari ambao hawakuwapo. Dakika chache baadaye akakaa kimya, akalia kwa sauti ya mtoto mdogo. Niliwaahidi nitawarudisha wote, nimeshindwa. Baraka alimsogelea akamshika bega. Captain alimwangalia kwa mara ya kwanza, macho yake yalikuwa na utulivu. Baraka, ndiyo. Je, askari mzuri huwa analia? Baraka alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akajibu, ndiyo Captain, lakini analia kwa sababu aliwapenda waliokuwa akiwalinda. Captain alifumba macho, machozi yakamteremka. Asante kwa kunikumbuka. Baada ya Captain kulala tena, Baraka alirudi kwenye sanduku lile. Safari hii hakulifungua kwa siri, alikuwa ameruhusiwa. Ndani yake alipata bahasha ndogo iliyokuwa imefungwa kwa utepe mwekundu. Juu yake kulikuwa na maandishi, ifunguliwe baada ya miaka 30. Baraka alihesabu haraka. Miaka zaidi ya 30 iliyokuwa tayari imepita. Mikono yake ikaanza kutetemeka. Polepole akafungua utepe. Ndani kulikuwa na barua moja tu, lakini kabla hajaanza kuisoma, karatasi ndogo ikaanguka chini. Ilikuwa ni picha ya zamani. Picha hiyo iliyomwonyesha Captain Kesi akiwa amesimama pamoja na askari wengine 12. Nyuma yao walikuwa wamesimama watoto wengi waliokuwa wakitabasamu. Chini ya picha hiyo kulikuwa na maandishi yaliyomfanya Baraka ashikwe na butwaa. Hawa ndio watoto waliowaokoa, lakini hakuna anayejua kuwa mmoja wao leo ni kiongozi mkubwa wa taifa. Baraka alibaki ameduaa. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Je, huyo kiongozi alikuwa nani? Na kwa nini ukweli huu ulikuwa umefichwa kwa miaka yote? Alijiuliza moyoni mwake, huku akiinua macho yake kuelekea kwa Captain aliyekuwa amelala fofofo.
Hakujua kwamba barua iliyokuwa mikononi mwake ilikuwa karibu kufunua siri kubwa zaidi katika maisha ya Captain Casey, siri ambayo ingebadilisha historia ya shujaa huyo aliyesahaulika. Msikilizaji wa Gray Simulizi, na huu ndio mwisho wa sehemu ya 3 ya simulizi hii ya Gwaride la Mwisho. Aliyekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulizi. Ni kuombe usiache kusubscribe ili kupata mwendelezo wa sehemu ya 4 ya Gwaride la Mwisho.